Mheshimiwa msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, moja kati ya jambo limegusiwa kwenye bajeti hii ni swala la ithibati. Ujumbe wako ni upi, au kwa maelezo mafupi, hii ithibati inaenda kubadilisha vipi tasnia ya habari? Bodi ya ithibati inakwenda kutusaidia kusimamia weledi katika uandishi wa habari. Hiyo ndio dhima kubwa ya bodi ya ithibati, na nafurahi kwamba leo tumepitisha budget ambayo ina fungu la bodi ya ithibati. Tumeshaanza kazi, bodi inafanya kazi vizuri, tumeshapatiwa wafanyakazi, wengine tutawaongeza. Tumeanza kwa kishindo cha kwanza kutoa kitambulisho cha uandishi wa habari, press card ya kidijitali. Iko tayari, nadhani siku 3 zijazo itaanza kuwa mwandishi wa habari anaweza kaingia kwenye tovuti akaomba na akapata kitambulisho chake cha uandishi wa habari. Walioko mikoani watatumiwa kupitia vyama vya waandishi wa habari. Kwetu sisi hayo ni mafanikio makubwa, lakini muhimu zaidi, tumeianza safari ya kuondoa matapeli, kuondoa wababaishaji na kuondoa watu ambao wakichafua sifa njema ya tasnia ya habari, kwa sababu kwa kutumia kitambulisho cha kidijitali itakuwa ni rahisi kwa serikali kuhakikisha inawathibitisha waandishi wa habari wenye sifa na wanaotambuliwa kufanya kazi ya habari. Tofauti na sasa ambapo kuna watu wamekuwa wakipenya na kutengeneza vitabu mitaani na kujiita waandishi wa habari wakati sio waandishi wa habari, alafu wanakwenda kufanya mambo ya hovyo hovyo ya kutisha watu na kuandika vitu vya kuleta uchochezi na vitu vya namna hivyo hovyo hovyo. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa, na mimi nataka niwaambieni, baada ya kutangaza juzi kwenye mkutano wa msemaji mkuu wa serikali kule Shinyanga, nimeanza kupokea simu kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka Botswana, kutoka Zimbabwe, kutoka Malawi, kutoka Zambia. Wote wanataka kujua tumewezaje kufika hapa. Manake ni kwamba tumefanya kitu kikubwa, na sisi waandishi wa habari wote tujivunie kwamba serikali imekamilisha mchakato wa kuunda bodi ya ithibati, na sasa bodi ya ithibati inaanza kusimamia taaluma yetu kama ilivyo taaluma nyingine, na sisi tunakwenda kuheshimika kama ilivyo taaluma nyingine. Na niwakumbushe tu kwamba bodi ya ithibati inakuja na mfuko wa mafunzo kwa waandishi wa habari. Tutaanza program nzito ya kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari nchi nzima kupitia bodi ya ithibati. Kwa hiyo mimi nadhani sasa ubabaishaji umefika mwisho. Sawa. Hii ni kumaanisha kwamba watu waliopo kwenye vyombo vya habari wasio na sifa wataondoka. Tuliandaa mchakato wa namna ya kupita kwenye kipindi cha mpito, na tulitoa muda wale watu ambao, kwa sababu sifa kubwa hapa ambayo ilikuwa inagomba ni kwamba tumekuwa na waandishi wa habari ambao wanakosa sifa ya kuwa na diploma ya uandishi wa habari. Kwa tulitoa muda wa watu kujiendeleza, na wengi wamesoma kusema kweli. Wanaweza kuwepo watu wachache sana, lakini wengi wamejiendeleza. Tena wengine hivi ninavyozungumza mimi nina mfano wa mtu ambaye baada ya alikuwa na cheti, kapata diploma, kapata degree na sasa ana masters. Na anashukuru kweli kwa lile agizo. Kwa hiyo siwezi kusema tunakwenda kuondoa moja kwa moja, lakini sisi lengo letu kama serikali ni kwamba kipindi hiki cha mpito twende polepole, lakini kusema ukweli huko tunakokwenda sasa hatuwezi tukatoa press card kwa mtu ambaye hana diploma, kwa sababu hiyo sasa tutakuwa tunavunja sheria. Sasa hivi tutatoa press card kwa mtu mwenye sifa. Na hiyo tuelewane, sio tunapigana simu Msigwa press card, Msigwa press card. Sasa hivi ni kwenye mfumo, hata mimi siwezi kwenda kulazimisha mfumo utoe press card kwa mtu ambaye hana sifa za kuwa mwandishi wa habari. Kwa hiyo utaomba kwenye mfumo, utapata kadi yako kwenye eneo usiku, au kwenye mfumo? Utaomba kwenye mfumo, kadi yako itachapishwa kwenye mashine maalum, italetwa. Sawa. Kwa sababu ile kadi ina teknolojia ya kuonesha taarifa zako za siri. Sio za siri, samahani, taarifa zako za uandishi wa habari. Kwa maana kwamba ukichukua ile press card, ukiweka kwenye kifaa chochote kama simu ya mkononi ama kishikwambi ni tablet ama kompyuta, kifaa chochote cha kielektroniki ambacho kinaweza kusoma ule msimbo papo, ile QR code, kinachoweza kusoma, kitasoma pap, huyu ni Stanislaus, mfanyakazi wa Bongo FM, sijui na nini, na taarifa zako zote. Ama mwingine ya taarifa za kwako binafsi tutayalinda, lakini ziko zile za kimsingi ambazo hata kwenye press card yako zipo, zile zinazoonyesha wewe ni nani, uko wapi, uko hivi na hivi, za msingi zitakazomfanya mtu ajue kwamba wewe ni mwandishi wa habari. Sasa ukishaiweka pale kwenye chombo, kwenye ule msimbo papo, ukisoma kwenye chombo chako, ile inakupeleka moja kwa moja kwenye tovuti ya bodi ya ithibati. Sasa kama wewe sie kule haitaenda, itasema huyu mtu atumtambue, na kama umefanya makosa tumekufungia kule, tutasema huyu kweli yupo lakini amefungiwa.
Sawa mheshimiwa, nadhani hiyo ni hatua nzuri sana na ni hatua ya kidijitali. Wito wako ni upi kwenye matumizi ya dijitali? Ni jambo ambalo pia limegusiwa sana kwenye hotuba hii, matumizi ya dijitali kwenye wakati huu kwenye vyombo vya habari. Maanake hata Bongo FM tupo hapo. Matumizi ya kidijitali kwa sasa hivi sio mjadala, ni lazima twende. Utaki unakwenda nje, unataka kuwemo kwenye game, lazima utumie mifumo ya kidijitali. Kwa na sisi hatujataka kuwa nyuma. Ukija pale wizarani kwetu, sisi wizara yetu, shughuli zetu za wizara kwa karibu 100% tunafanya kwa e-office, kwa kutumia mifumo ya kidijitali, kwa kutumia mtandao, kwa kutumia internet. Kwa tunatumia tayari mifumo yote ya kidijitali ya kutumia tovuti na vitu vya namna hiyo. Mawasiliano yote tunafanya kidijitali. Na tungependa sekta zetu pia tunazozisimamia pia ziende kidijitali, kwa sababu huko ndiko dunia iliko. Mheshimiwa, mimi nakushukuru sana. Asante sana, nakushukuru sana. Najua tutatafuta wakati tuzungumze